Tumsifu Yesu Kristu. Litujia ya neno katika Ijumaa Kuu. Somo la kwanza, Isaya sura 52 mstari wa 13, kisha sura 53 kuanzia mstari wa 12. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Tazama, mtumishi wangu atafanikiwa, atatukuzwa, atainuliwa na kusifiwa sana, kama vile watu wengi walivyoogopa walipomwona, kwa sababu uso wake ulikuwa umeharibiwa kupita ule wa mwanadamu. Ndivyo hivyo mataifa mengi watashtuka mbele yake, wafalme watasimama kimya, kwa kuwa wataona jambo wasiloambiwa na kutafakari kitu kisichosikika bado. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoisikia? Na mkono wa Bwana ulifunuliwa kwa nene? Kama mche alikuwa mbele yetu, kama mzizi katika nchi kavu. Hakuwa na umbo la kuvutia jicho, wala uzuri wa kutuvutia kwake. Alichukiwa na kuepukwa na watu, mtu wa mateso, ajuaye huzuni, sawa na wale ambao mbele yao wafunika nyuso zetu. Alidharauliwa na kufedheheshwa. Hakika aliyachukua mateso yetu na alijitwika huzuni zetu. Sisi lakini tulidhani ameadhibiwa na Mungu na kupigwa naye na kuteswa. Ila aliumizwa kwa sababu ya makosa yetu, alipondwa kwa ajili ya maovu yetu. Aliibeba adhabu iletayo uzima juu yetu. Tumeponywa kwa vidonda vyake. Wote kama kondoo tulitangatanga, kila mmoja akienda njia yake. Basi Bwana ameweka juu yake yeye maovu yetu sisi zote. Alionewa vikali sana, akanyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana-kondoo anayepelekwa machinjoni, na kama vile kondoo anyamasavyo mbele ya wakatao manyoya yake, vivyo hivyo hakufubua kinywa chake. Alishikwa kwa nguvu na kuhukumiwa. Ni nani atasimulia maisha yake? Kweli walimuondoa kutoka nchi ya walio hai. Aliuawa kwa ajili ya makosa ya watu wake. Walimpa kaburi pamoja na waovu na pamoja na matajiri katika kifo chake. Ingawa hakutenda ukatili wowote, wala haukupatikana udanganyifu wowote kinywani mwake, Bwana ametaka kumuumiza mtumishi wake kwa mateso. Amehuzunisha. Amefanya maisha yake kuwa sadaka ya malipo ya dhambi, naye ataona uzao wake. Ataishi siku nyingi, nayo mapenzi ya Bwana yatatimia kama mikono yake. Kwa ajili ya mateso aliyoyavumilia, yeye ataona mwangaza, atajaliwa mema kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwema atatakasa watu wengi, yeye atajitwika maovu yao. Ndiyo maana nitamgawia sehemu kati ya wakuu wa watu, atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, sababu alijitoa mwenyewe hata kufa, akahesabiwa pamoja na wakosao, akajitwika dhambi za wengi na kuwaombea wakosaji. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 31 mstari wa 2 na 6, kisha 12 hadi 13, 15 hadi 16, 17 na mstari wa 25. Kiitikio: Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Na kukimbilia wewe, e Bwana, nisiaibike milele. Uniopoe kwa haki yako. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Uniokoe, e Bwana, Mungu wa kweli. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa adui zangu wote nimekuwa dharau, kwa majirani wangu kitu cha kuogofya, kitisho kwa rafiki zangu. Wale wanionao njiani wanikimbia. Nimesahauliwa kama mtu aliyekufa, nimekuwa kama chombo kilichovujika. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu.
Mimi lakini nakutumaini, Bwana, nasema wewe ndiwe Mungu wangu, maisha yangu yamo mkononi mwako. Uniponye na mikono ya adui yangu na wadhulumu wangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Umwangazie mtumishi wako uso wako, uniokoe kwa wema wako. Muwe hodari, mpige moyo konde, enyi wote mnaomtumainia Bwana. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Somo la pili, Waibrania sura ya 4 mstari wa 14 hadi 16, kisha sura ya 5 mstari wa 7 hadi 9. Somo katika barua kwa Waibrania. Ndugu zangu, kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliyekwisha penya mbingu, ndiye Yesu, mwana wa Mungu, tuyashikilie maungamo yetu, maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuonea huruma udhaifu wetu, kwani yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote, ila hakutenda dhambi. Basi tukikaribia kiti cha neema kwa matumaini, ili tujaliwe huruma na neema na msaada wakati wa shida. Yesu alipoishi duniani alimtolea sala na maombi ya kilio na machozi yeye aliyeweza kumuokoa katika mauti. Akasikilizwa kwa sababu ya uchaji wake. Igawa ni mwana, alijifunza utii kwa njia ya mateso. Alipokamilika alikuwa chibuko la wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kristo Yesu alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yaani mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana.